Yes bana, niko na Dr. Mohamed Hamis, shabiki na mwanachama wa Simba. Kaka uko vizuri? Tambulisha vizuri kaka. Nitambulisha vizuri. Sawa, naanza. Bana, niko na Dr. Mohamed Hamis, ni shabiki na mwanachama wa Nalunya Simba Sports Club, lakini pia ni mwenyekiti wa Tanzania Influencers. Hapo vipi? Lakini pia ndio shabiki maarufu wa Simba wa kwanza kupiga picha na Didier Drogba. Nimeona ile kaka. Nanongwa wewe. Utaki. Lakini ndio shabiki maarufu wa kwanza wa Simba kupiga picha na tuzo ya klabu bora ya mwaka 2025 ambao ni klabu ya Simba ya wanaume jana Superdome Masaki. Ndio shabiki wa kwanza. Tukianzia na hiyo Alikama bwana akasema inawezekana vipi? Klabu haina kombe la kueleweka misimu minne mfululizo, alafu inakuwa klabu bora kwa upande wa wanaume. Inawezekana vipi? Mwaka 2025 kwa mwaka wa mafanikio makubwa kwa klabu ya Simba. We all know that kwamba Simba ilikuwa ndio timu pekee ambayo iliwakilisha vyema kimataifa na ndani kwa klabu ya Simba kwa vilabu, si ndio? Yanga Afrika ilishia tu hapa ya group stage kama unakumbuka. Nakumbuka. Ilikosa kupata goli moja tu iweze kuvuka hatua hiyo. Wakaferi vibaya. Lakini klabu ya Simba ilicheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane kama unakumbuka. Jambo ambalo lilipelekea Simba kuingia mpaka top 5 ya vilabu bora barani Afrika kwa CAF ranking. Sasa unaiondoaje Simba kuwa klabu bora barani Afrika, kuwa klabu bora Tanzania kwa msimu wa 2025 kuwa ya kwanza kuliko zote kwa mafanikio hayo ya kimataifa makubwa? Kwa sababu kwenye CAF ranking kwa Tanzania hakuna timu inatoshinda na hakuna timu inatusogelea. Ushuhuda ameuzungumza jana mwenye timu yake ambaye ni Dr. Ameki Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amesema kweli kimataifa Simba ndio alichonga barabara. Ndio timu pekee ambayo ilionyesha njia na ikawa chachu ya vilabu vingine kufanya vizuri kimataifa, na akatoa mfano kwa Mkapa atoki mtu. Tulianza na klabu ya Simba. Sasa kwa nini wewe ubishe Baraza la Sanaa la Taifa, Baraza la Michezo la Taifa BMT wanapokaa jopo la maprofesa wana scout, wana explore, wanafanya tafiti na kujiridhisha kwamba pasina kuwa na shaka kwamba klabu ya Simba ndio timu bora kwa mwaka 2025. Nani ana doubt Joelo? Nzuri. Sawa. No, tamo mmeondoka Meja Generali Isamuyo, mmekuja katika uwanja wa KMC Complex. Siku ya jana Young Africans hapa wanaondoka na ushindi wa goli 3-0. Alan Okello aliwaka kweli kweli. Nyie mmekuja KMC, wenzenu wanawaambia kama mmekuja kujipalia makaa ya moto wenyewe kuelekea ubingwa. Kwani KMC aliyekuwa kwanza kati ya sisi na Yanga kuja kucheza KMC ni nani? Simba alikuja. Sasa wao si ndio watufuata KMC hapa? Na nyie mkawakimbia. Sisi hatukuwakimbia. Tuliamua kwenda kutafuta changamoto kwingine. Ambako changamoto kwingine tumeziona, tumeamua kurudi nyumbani. Hapa KMC ni nyumbani kwa Simba. Umeona brother? Wao ndio walitufuata, wao walikuwa polini kule Chamazi. Walikuwa Chamazi nje mkoani, nje ya Dar es Salaam. Sisi tulikuwa Dar es Salaam, hapa Kinondoni. Ukizungumzia Dar es Salaam ni Kinondoni hapa, na KMC ndio Dar es Salaam. Sio nzuri. Lakini ligi imeenda kuishia mechi kadhaa. Wewe unadhani kipi hasa kimewavutia KMC hapa wakati mwanzo mliondoka? Mimi nafikiri kwanza kule Mbweni ni mbali kidogo. Kutokea kwangu na kuishi Sinza mpaka KMC mpaka Meja ni kilomita almost 25 mpaka 30. Kwa hiyo nakuli maana yake ni kilomita hizo karibia 60. Maana yake distance. Mechi inapochezwa usiku kwa mfano inaisha saa 4 za usiku, saa 5, inaleta usumbufu kwa mashabiki wengi kurejea majumbani kwao. Lakini gharama pia zimekuwa kubwa. Nadhani ndio sababu ya pekee ambako uongozi wa klabu ya Simba wameona warahisishie mashabiki wa klabu ya Simba kutoka maeneo ya pande zote za Dar es Salaam. Sio kwamba kuna nongwa nyingine ambayo mmeifuata hapa. Hakuna nongwa yote. Sisi tumekuja kumalizia mechi hizi mechi 9 zilizobakia, hizi mechi 8 zilizobakia kuna uwanja wa karibu ili watu waweze kuja kwa wingi na kuisaidia timu yao kupata matokeo, kwa sababu sisi tunakwenda kwenye final touch ya kuelekea ubingwa. Ni michezo ya mwisho kuelekea ubingwa. Hii michezo unaitreat vipi? Lazima kuwe kuna mpango mkakati wa kuitreat michezo ya mwisho ili usipoteze mchezo hata mmoja na hatimaye labda mwenzako apoteze michezo miwili mitatu na utangaze kuwa bingwa. Kama alama 5 mna uchunazo sasa ambao zimepelekea kuweka distance ama gap kati yako na mtani wako. Tuna uchunazo na tunazitamani, lakini safari kumtoa bingwa Simba kwenye lesi za ubingwa ni uongo. Bado Simba na uwezo wa kugombania ubingwa na bado na uwezo wa kuchukua ubingwa, na pia Yanga Afrika ambaye anaongoza ligi naye pia ana uwezo wa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tunatofautiana nao ni alama 5. Nini cha kufanya? Tushinde michezo yetu sisi iliyobakia na wao tuangalie kama watapoteza au watadraw baadhi ya michezo na sisi tutaangaza kuwa ubingwa.
Unadhani watapoteza kwenye michezo kadhaa iliyobaki? Inawezekana, si mpira. Why not? Hii ni football ambayo anything can happen at any time t. Kwa hiyo kama kitatokea chochote, ina maana anaweza kapoteza mchezo. Kikubwa ni kuendelea kuomba dua, kumwombea mabaya apoteze, na sisi tuweze kufanikiwa kupata mchezo mzuri, na michezo yote ambayo ipo mbele yetu tuweze kuifaulu na kupata alama 3. Dr. tumalize na hili. Ubora wa Alan Okello umeuonaje? Siku ya jana chuma 2, lakini pia ameassist, kwa maana amehusika kwenye magoli yote siku ya jana. Brother, Alan Okello ni mchezaji machachari, sio mchezaji hatari. Brother, kwamba ushamkataa? Kaka, dunia nzima inamzungumzia Clatous Chama. Wewe bado uko Alan Okello? Jana tunazungumzia siku ya jana. Dr. Mo vipi? Jana mpaka kwenye tuzo za BMT aliyekuwa anaongoza pale ndani ni Chama na goli lake. Dunia nzima, Trump anakaa barazani sebuleni yeye na familia yake, analitazama goli la Chama. Nafikiri mchezo dunia yote imeripoti goli la Chama, the best goal forever, na ile goli inachukua tuzo ya mwaka ya FIFA mwaka huu kwa magoli bora. Kwa hiyo huyo Alan Okello yani ni mchezaji wa kawaida. Of course amewasaidia Yanga to some extent, lakini sio kwa ukubwa huo. To me, kumzungumzia Alan Okello ni mchezaji wa kawaida sana, ambaye kwanza bado hajaprove kwamba ni mchezaji wa daraja lile ambalo Yanga waitamani awe nao. Vipi kaka? Prove kwa lipi? Ukimtoa Faisal anaongoza kwa assist ni Alan Okello. Miongoni mwa sababu za kumchukua Alan Okello, awasaidia Yanga kuvuka group stage walivuka. Walifeli. Sawa, walifeli. Kwenye ligi sasa hivi wanakiwasha. Yanga ndio timu pekee ambayo imefeli kwenye usajili. Yanga ndio timu pekee ambayo imefeli kwenye usajili. Alafu nyinyi wachambuzi mmekaa kimya msemi. Imefeli. Nikaanza kuelezea usajili wa Yanga. Wamefeli kila kona. Kichaka chao wamejifichia kwa Pedro kumfukuza. Sawa, Yanga wewe umedhihirisha hivyo. Tuzungumzie siku ya jana namna ambavyo wamecheza. Lakini kingine wamecheza kawaida. Takwimu zinasemaje? Takwimu na assist nyingi, of course amejitahidi. Haziashirii ubora wake. Football is not only about number. Umeelewa? Yaani sio tu takwimu. Si una nzuri. Lakini unaibebaje timu yako? Unaipaje timu yako matokeo? That's football. Understand me? Kwa hiyo kumzungumzia Alan Okello kwa lengo moja tu ya takwimu bado haikasimishi ubora wake. Si umeelewa vizuri ndugu yangu? Alan Okello ni mchezaji wa kawaida bado. To me, msimu ujao aiprove akiwa na Yanga Afrika kwamba mimi ni mchezaji bora. Tumuone internal wise and na local wise. Manake kimataifa na ndani ya nchi. Unaona vizuri kwenye local league. Aisaidie timu yake. Alishindwa kuiokoa Yanga Afrika kufuzu hatua inayofuata kule CAF Champions League. Ana ubora gani sasa? Sawa, tukutane maana baada ya dakika 90. Kila laheri.